Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kuwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari za katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba senta ya Kibabi, makao makuu ya grupumenti ya Mubufinyi ndani ya tarafa la Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, sasa imejikuta kuwa kwenye mikono ya jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wao wazalendo siku ya 5 ya wiki tunayo tarehe 23 Mei 2026. Senta hiyo ya Kibabi ilikuwa chini ya mikono ya wahasi wa M23 yapata muda mrefu sasa, lakini kupitia mapambano makali yaliyoripotiwa siku yote ya Ijumaa ya tarehe 22 Mei 2026 imesababisha jeshi la taifa FARDC na wazalendo kuweza kumiliki kijiji hicho. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani vimesema kuwa mapigano makali yametokea tangu usiku wa siku ya 4 kucha siku ya 5 kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na vikundi vya kujilinda vya wazalendo na wapiganaji wa M23 ndani ya karibu na Kibabi. Ijumaa ya tarehe 22 Mei 2026, waasi hao waliondoka senta hiyo na kuelekea Rubaya, eneo muhimu ya uchimbaji madini iliyochukuliwa kuwa moja ya ngome za kimkakati za uasi katika eneo la Masisi. Kutekwa upya kwa senta hiyo ya Kibabi kunaashiria maendeleo mapya na makubwa zaidi kwa jeshi la taifa FARDC katika sehemu hiyo ya Kivu ya Kaskazini. Tangu kuanza kwa wiki, angalau maeneo 8 yamerudi chini ya udhibiti wa vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wao wazalendo baada ya kutwaliwa kwa kituo cha Katoi, miji ya Kinigi, Nyakigano, Kawere, Chugi, Muho, Bukumbirire na Gasenyi nayo imebadilisha udhibiti, na hivyo jeshi la taifa FARDC linaendelea kumiliki vijiji vyote hivyo ambavyo nimetaja hapo. Matumaini ya jeshi la taifa FARDC katika mapambano yanayoendelea jimboni Kivu Kusini na Kaskazini yaendelea kuwa makubwa baada ya kuwa naungwa mkono nao wazalendo ambao wanapambana kila leo ili kupigania udongo wa mababu zao. Tujielekeze kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba askari jeshi wa taifa wawili FARDC wamepigwa risasi na kupelekea moja kati yao kufariki papo hapo katika shambulizi la kuvizia lililoendeshwa nao watu waliokuwa na silaha ambao bado kujulikana siku ya 4 ya wiki tunayo mjini Uvira. Kwa mujibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu Kusini kupitia mratibu wake makamu Fredi Mudeba, ameanza kwanza kukemea hali ya juu kitendo hicho halifu, huku pia akionyesha vile hali ilivyokuwa. Siku ya 4 tariki 21 mwezi huu kumetokea tukio ya mauaji ambapo imefanyika ndani ya jiji la Uvira, komine la Mlongwe, kata la Kakombe, aveni Kivu, ambapo zanviro ya 20h askari wawili wamepigwa masasi na watu wasiojulikana, na katika hao askari wawili mmoja amefariki hapo na mwingine kupelekwa hospitalini na mpaka sasa iko mautiuti. Wahalifu hao hawakujulikana, na mpaka sasa sisi kama vile shirika jipya la kiraia tunaenda kukondane na wahalifu juske la hawajulikani, na kisa pia ya hiyo mauaji mpaka sasa hayajulikana. Na kwa wajibu wetu kama shirika jipya la kiraia tumekondane tukio hilo, na tumeomba mankete zikuwe diligente pour que ma responsabilité na auteur bakwe identifier na bakwe puni sévèrement par la loi. Na ndani ya jiji itaenda kufahamisha ya kwamba mauaji haya yanaendelea kuripotiwa kila mara, donc usalama mdogo ambapo unaendelea kuripotiwa. Kama vile si shirika jipya la raia tunaona ya kwamba hali hiyo ni hali isiyoridhisha, kwa sababu watu hawawezi kuishi katika hali kama na hizo. Na ikifika 17h 18h kila mtu anakuwa makini, kila mtu anakuwa mwenye kushikwa na oga, portonko kila mtu iko na haki ya kutembea mwinchi yake saa zote ambazo anapozitaka, lakini kwa sababu ya usalama mdogo hiyo vraiment hali inaendelea kutisha. Donc tunangoja ya kwamba mankete zikuwe diligente na resultat zipatikane
na ankete hizo zitafanyika na wakuu viongozi ikishirikiana na dongo na maservice de securite. Wakati hao ya kijiri, mwanasheria Chako Changu Bonane ambaye ni moja kati ya malida wa kijamii mjini Uvira ameongeza kuwa viwango vya usalama mdogo vinaonekana kuwa kwa kiwango cha juu zaidi. Katika mji wa Uvira hali haiko sawa kwa sababu milio ya misasi inalia pande zote, fasi yote. Kwa leo watu wanapigwa masasi kiolela, mama, baba, mtoto bila kuchagua. Kwa leo maiti mingi zinaogotwa zisizokuwa na uhai. Hata mpaka sasa hivi tunaongea na wewe mtangazaji, unamo kartie Mulongwe, ndani ya mtoni ya Mulongwe, Riviere Mulongwe, kuna maiti iliyoonekana isiyokuwa na kichwa. Maiti ya mtu haina kichwa imeonekana, na kwa ruzi ndiko nazika sasa hivi niko naongea na wewe. Hali ya usalama Uvira haiko ya kuridhisha sababu watu wananyang'anya masimu fasi nyingi sana, watu wanapigwa makofi fasi nyingi sana, hali ya pesa hakuna, watu wanalia krize, njala iko mingi, manake hali haiko nzuri kabisa, ingalao kuwepo wa ngazi za usalama na viongozi wa jiji la Uvira. Mtangazaji, inatokana na mambo mengi. Ya kwanza, watu wanatembea kiolela na masilaha za vita. Kuna silaha za vita ambazo zinafichikwa ndani ya manyumba za watu. Ya tatu ni kwamba unajua adui alikuwa hapa, adui M23 alikuwa hapa Uvira, na sasa ule adui ameacha watu wake hapa wenye wako na misio ya kuyumbisha usalama. Sasa hakuja kuwa msako hata moja. Hiyo ni chanzo kubwa. Ngozi wamekuja, hakuna kufanya msako, na inawezekana adui akaacha watu wake hapa wa kuyumbisha usalama. Ya ine ni kwamba watu wanashakiana, wanachongeana kiolela, watu wanachukiana, maneno ya uchuki iko, tribalism iko mingi. Na ingine ni kwamba sheria yetu haifanyi kazi. Pariki inatumika la wakuumia, tribunale hakuna, ni hatari. Mwishowe Chako Changu Bonane amemalizia kusema kuwa kuna uzembe mkubwa kwa upande wa serikali ambayo mpaka sasa wananchi wanakuwa wahanga wa vitendo hivyo alifu. Chako Changu amerejea mara tena, na hivyo vyanzo vinafanya kwamba wazalendo wetu hawaja kuankadre mzuri. Hiyo na njeno kubwa, hawalipi vizuri na serikali. FRDC yetu haijipanga vizuri kabisa, haijipanga vizuri. Ukiangalia polisi yetu haina maekipema ya intervention au de police ya proximite. Hiyo ndio vyanzo vikubwa ambavyo vinafanywa kazi kabisa. Kwa mtazamo wangu mimi, ikiwa mtu mwenye kuvala nguo ya kijeshi anaweza kapigwa risasi, wewe unadhania amepigwa risasi na nani? Mie raia Chako Changu ndaua soda anavala teni, ni vigumu. Amepigwa risasi na mwenzake jeshi, amepigwa risasi na mwenzake mfanyakazi, ndio maana amekufa. Basi raia anaweza kaua jeshi? Hapana, wala kwa majiwe hapo sawa, lakini jeshi kaogotwa, mwili wake hauna uhai na anakufa, inaonyesha kwamba ni jeshi mwenzake amempiga. Hiyo kama sisi watafiti, inaonyesha kwamba katikati yao wenye kuwa na mabunduki, katikati yao wenye kuwa na mavazi ya kijeshi hawaelewani. Kuna faida mojawapo ambazo wanatofautiana, ndio maana wanawana wao kwa wao. Sasa ikiwa wale wenye kuwa na silaha, wenye kuwa na teni ya kijeshi watauana wao kwa wao, sisi raia watu wa bure, itakuwa namna gani? Tujielekeze huko katika kijiji cha Ona, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Ni kwamba hali ya vurugu baina ya wavuvi na askari jeshi wa serikali iliweza kushuhudiwa katika kijiji cha Ona, usultani wa Bakwalumona, grupumenti ya Babwari, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Vurugu ambayo imesemekana kutokana na kukataza matumizi ya nyavu haramu au file prohibe katika lugha la Kimombo. Kwa kutaka kujua sababu ya vurugu hizo, Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ilizungumza naye Bakari Munini Bamsi ambaye ni koordineta wa shirika la Amafi linalosimamia wavuvi. Anaeleza chanzo cha vurugu huku akituhumu idara ya wanajeshi wa maji kutumia sheria ya nyavu haramu kama biashara.
Baada ya kuona ukame, wa vijana walisapa nyavu zao za makila, wakienda kuzamilia, wengine wanasema kutimbira katika lugha ya asili, ili waende kutafuta namna ya kuweza kukinga njaa ambayo inakumba familia. Sasa yaliyotokea, bado wangali kule, delegation ya environnement ilipita ikaacha konsinye kwamba nyavu zote zenye ziko prohibe, aina yote ya makila ile ambayo haipatani na ruhusa, basi waweze kuifunga. Moja kwa moja wanajeshi waliposikia kwamba kuna watu wameenda kuzamilia kule, moja kwa moja silaha mkononi na kwenda kuwafata wale wa vijana maji, walifungua safe, kitu ambacho formation ya mwanajeshi kwa raia haistahili kuwa vile. Wa vijana walitoka maji na wakafungwa pamoja na makila zao pamoja na samaki zao. Kile kinaleta tatizo ni administration. Kama anajibiana vibaya na raia, jeshi atatumia nguvu ya kumpiga raia risasi. Nani atasamba juu ya kifo cha ule raia? Kati ya jeshi na mwana mazingira. Ni kwamba wavu ambao umevua kinyume na sheria unaporuhusiwa kuchomwa, na kile ambacho kimeletwa ndani ya wavu kinatakiwa kuchomwa. Sasa kitu ambacho tuko tunaregrete nacho sisi kwa watu wa environment ni pale wakipewa barua ya kuunguza nyavu, wao wanaifanya kuwa commercialization, biashara. Wakifika katika kijiji, mwenye kuna file prohibe, tupatie franga fulani, ule ugonjwa unaenda unakomala. Je, wako kufuatilia prohibe au wako mu exploitation ya pesa? Ndio tunashindwa kuelewa sisi kama vile watu wa mazingira pembezoni. Kwa kuongezea, Bwana Bakari Munini Bamsi ametoa ujumbe kwa serikali kuwafunza wananchi sera za kutunza mazingira na kuelewana na wavuvi kabla ya kutekeleza sheria ya kukataza nyavu haramu. Raia ipewe formation yenye inamwasire juu ya kuproteger les écosystèmes, kuproteger malvin. Kunako serikali kuko samaki yenye iko malagi, hautailindia mazingira kwamba iko male. Tuko na biongo au bikula, tuko na kalusia, tuko na vile vijoro. Kanteske utavikuta viende kuingia mezire yenye wewe uliende kusomea kule. Wakati unasoma ujibaze vile vile kuwale watu wenye wanahusika na kivuvi, samaki gani inakoma na samaki gani haikomai. Yenye ikomai ambayo mwisho wake ni mita fulani inaruhusiwa nayo kuliwa kwa sababu ndio walali wake. Mfano leo tuko na kabuchungu inatoka Mwanza. Ushaona kabuchungu iko sasa na Rumbu? Ushaona kabuchungu inalingana na Karumba? Wale watu wa magaze, watu wa madepo yenye kuuzisha mafile, wachukulio mamezire, na watu wa peshere wenye wako na nyavu fulani, sote kuma ekipe na mikwabo, wavo nyuko na numero 3. Wale watu wapewe muda, ili fikie muda fulani, zile nyavu ziunguziwe. Sasa normale. Hapana kwenda kufanya biashara ya maye, hapana. Mazaifu yako ngambo na ngambo. Raia nashindwa kuelewa msimamo wa leta uko wapi. Donc leta iko corrompi. Na vile vile katika habari za kule Kinshasa ni kwamba nchi ya Uingereza imeahidi kutoa kitita cha pesa cha pound milioni 20 sawa na dola za Marekani milioni 27 ili kusaidia kupiganisha mripuko wa virusi vya Ebola aina hatari zaidi ya bundibujo katika mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa undani wa taarifa hii naye mwanaripota wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Safari Limasi Dilwe. Naam. Baada ya tangazo la awali la kutoa pauni milioni 1 za Uingereza kwa ajili ya kusaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uingereza imetangaza mchango mpya wa pauni milioni 20 za ziada sawa na takriban dola milioni 27 za Marekani ili kuunga mkono juhudi za serikali ya DRC katika kukabiliana na janga hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Alhamisi ya tarehe 21 Mei na Wizara ya Mambo ya Nje Jumuiya ya Madola na Maendeleo ya Uingereza, ufadhili huu unawezesha kuimarisha mwitikio unaoongozwa na DRC kwa lengo la kulinda wahudumu wa mstari wa mbele pamoja na jamii zilizoathirika. Uingereza imetoa hadi pauni milioni 20 za ufadhili mpya kwa ajili ya kudhibiti mlipuko hatari wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fedha hizi zitawezesha Shirika la Afya Duniani WHO, Umoja wa Mataifa na washirika wao wa kimataifa pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kuchukua hatua za haraka kwa kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, kusaidia wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele, kuboresha kinga na udhibiti
udhibiti wa maambukizi na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa watu walioathirika, imeeleza taarifa hiyo. Visa vingi vilivyothibitishwa vinapatikana katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu na kiusalama. Sambamba na ufadhili huu, washirika wa kibinadamu wanaungwa mkono na Uingereza tayari wameendelea na shughuli za kusaidia kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza imeeleza kuwa inashirikiana na mashirika makubwa ya kimataifa ya kibinadamu katika juhudi hizo. Kupitia muungano wa SAFA, Strategic Assistance for Emergency Response, Uingereza imeelekeza upya ufadhili wake katika kuboresha mifumo ya maji, usafi wa mazingira na usafi wa mwili, kusambaza vifaa muhimu vya kujikinga kwa wahudumu wa mstari wa mbele na jamii za wenyeji, pamoja na kuimarisha hatua za kupambana na Ebola, imefafanua taarifa hiyo. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa majanga mapya yanayokumba DRC, nchi ambayo mwaka huu imekumbwa na ongezeko kubwa la migogoro ya kivita na hivyo kusababisha moja migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Takriban watu milioni 5.6 wamekimbia makazi yao, wakiwemo watoto milioni 2.5, huku watu milioni 15 sawa na mtu mmoja kati ya 7 nchini humo wanahitaji msaada wa kibinadamu. Saa 24 baada ya kutangazwa rasmi kwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa DRC, Shirika la Afya Duniani WHO litangaza kuwa mlipuko huo unasababishwa na aina ya virusi vya bundibugyo nchini DRC na Uganda. Sasa ni dharura ya afya umma kimataifa. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil.